Tukiachana na hayo ya elimu, ni kuwa upasuaji wa maiti ya mfanyabiashara George Gathu aliyeuawa baada ya kupigwa risasi na polisi huko Karatina umeonyesha kuwa alifariki na majeraha ya risasi. Upasuaji huo ukifanywa huku kanda za CCTV zikionyesha matukio haya Jumapili usiku. Na kama anavyotuarifu kama Mwangi, mauti ya mfanyabiashara huyo mikononi mwa polisi ilichukua chini ya dakika moja. Kulingana na kanda hizi za kituo cha kuuzia mafuta kulikoshuhudiwa mauaji ya mfanyabiashara George Gathu, mvutano kati yake na maafisa wa polisi unaonekana kuanzia saa 5:08 za usiku wa Jumapili pembeni mwa kituo hicho. Dakika moja baadaye, mvutano huo unaonekana kuendelea, hapa afisa mmoja akinaswa akimpiga kwa mateke na ngumi kichwani. Mvutano huo unaendelea zaidi, afisa huyo tena akinaswa katika dakika ya 10 na sekunde 21 akimgonga kwa mtutu wa bunduki yake, wakati huu mwenzake akionekana kushiriki vurugu hiyo kwa kumsukuma George. Vurugu hii inakamilika saa 5 na dakika 10 na sekunde 52 anapoanguka chini George baada ya kile kinachoonekana kufyatuliwa kwa bunduki, tukio zima likichukua chini ya dakika moja. Kwanza hapo hivi vile ameingia, sijui aliulizana nini, tukasikia gani imekoka. So hapo sasa ndo kila msi attention ili ya sauti ni ya. So kila msi akakuwa rada. Sasa hapo ndo ile kacha attention yetu. Sasa unajua ile si tulikuwa na chapa story lakini tunaangalia tu. Sasa vile alikoka, sasa ndo tukaona yeye na kitu inakuwa serious. Kulingana na kati ya waliojionea tukio, maafisa hao wa polisi waliingililia mzozo kati ya George na mfanyabiashara mwingine, mzozo ambao haukuwa umeingia vurugu. Huyu jamaa mwenye wanasema ati alikuwa ananyang'anywa bundendo akashoot. Itakuwaje ati sisi tunanyang'anya na hii bunduki alafu ndo itanishoot? Ukaro mwingine ndo angeshoot huyu mwenye ananyang'anya na bunduki. Ndio maana hata nasikianga mabunduki wenda zikiwa mbili, ndio hii moja ikiwa threat. Kama ikiwa threatened, hii ingine itagadi ingine. Kwenye uchunguzi wa maiti uliofanyika katika makafani ya hospitali ya Karatina, George amethibitishwa kuaga kufuatia majeraha ya risasi 4, 2 akipigwa kichwani, 1 kifuani na nyingine kwenye bega. The cause of death of the deceased was caused by gunshot wounds, and the examination has exposed that the wounds were 4. Entry from the chest, 2, and then the bullet went straight to the head, and then there was 1 entry, and then it left from the left, and then there was this on the left side, there was 1 entry, but the bullet could not be retrieved where it went. Utafiti wa leo ukitarajiwa kufikishwa mahakamani Februari 3 pamoja na ule wa bunduki ya afisa Peter Wamiti Mwangi, mshukiwa mkuu wa mauaji hayo. Kamau Mwangi, runinga Citizen, Karatina, kaunti ya Nyeri.